Na ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV, ni kipindi Viwanjani Leo. Viwanjani Leo tutazungumzia soka ya mguu, ambapo leo nitakuletea habari nzuri sana ambazo zinakuwa zikiendelea tukiwa hapa mjini Uvira, ambapo tutaanza na habari za soka kwanza. Bila kuchelewa, mimi mtangazaji wako ni Rafael Sekoroje, nikiwa mbele ya kamera, na vile vile nikujuze kwanza habari za soka ambazo zinakuwa zikiendelea hapa na pale. Habari za soka tukianza kwanza hapa mjini Uvira, ambapo katika wiki hii kumefanyika uchaguzi wa kamati nyipya, yani uchaguzi wa kamati nyipya ya Entente Urbaine ya Football hapa mjini Uvira, ambayo waliokuwa wakiwania katika uwazifa huo ni pamoja na bwana Mbulu Mukaka Gode na vile vile kamati yake bwana Kisarumba Munene wa Bididi. Nikujulisha kwamba ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwana Weka TV ambao unapenda soka sana, ni kwamba wakati wa uchaguzi huo kumefanyika uchaguzi ambao umefanyika ndani ya shule la Mwanga ya Uvira, yani masomo shule la Mwanga Uvira, ambapo wachaguzi ambao walikuwa ni watu 56 yani 56 ndio wamefanya uchaguzi. Kwa bahati nzuri sana bwana Munene wa Bididi Kisarumba amepita na watu na sauti 30, na vile vile bwana Mugode ambaye ameshindwa kabisa na watu 25 na mtu mmoja ambaye alikuwa kuchagua, yani bulletin ila. Njoo hivyo ikawa ni vizuri sana, na ikaonekana kwamba bwana Kisarumba Munene wa Bididi ataendelea kuongoza uwazifa huo wa Entente Urbaine ya Football hapa mjini Uvira. Vile vile katika kibarua kilichotolewa kufuatana na michuano jinsi inavyopangiliwa hapa mjini Uvira, bwana Safari Bona ndiye ambaye ameteuliwa na kamati nyipya kuongoza kama vile katibu tendani, yani secretary executive wa Entente Urbaine ya Football hapa mjini Uvira. Vile vile akishindikizwa na bwana Donatien Magumu Tembea ambaye atakuwa kama vile makamu wake kwenye habari hii ya kwenye ukatibu tendaji wa kufuatilia mambo ya soka ya hapa mjini Uvira. Na vile vile katika mechi ambayo itapigwa katika wiki hii kwenye uwanja wa Moyo, tunasubiria kabisa mtanange mkubwa wa mechi ya Lina Foot Vodacom Ligue de Zone STB, yani mechi ambayo itasubiriwa hiyo siku ya Jumamosi, yani samedi tariki 7 mwezi wa 10 mwaka 2023, ni kati ya timu ya AS Maika ambayo itakwenda kuchuana na timu ya Nyuki ambayo inatokea hapa Goma kwenye uwanja wa Umoja kwenye majira ya saa 9, ambapo itakwenda kushuhudia mtanange huo mkubwa wa mechi hiyo. Na vile vile baada ya mechi hiyo kutakwenda kusubiriwa mechi zingine ambazo zitakuwa zikipigwa hapa na pale, kama vile kwenye uwanja wa Concorde, ambapo vile vile tutakwenda kuona mechi ambazo zinakuwa zikiendelea, kama vile timu ya AS Mwangaza, timu ya FC Mwangaza itakwenda kuchuana dhidi ya Jeunesse Sportive ya Bukavu kwenye mida ya saa 7 kwenye uwanja wa Umoja pa Bukavu, na vile vile FC Academy Real itakwenda kuchuana dhidi ya Kabasha kutokea Goma kwa mida ya saa 7 pale kwenye uwanja wa Concorde hapo pa Bukavu. Ndugu mtazamaji wa kipindi cha Viwanjani Leo kwenye TV yetu ya Mwana Weka ya TV, tukiendelea na habari za soka ambao tunakuwa tukishuka viwanjani kote pale kukuletea habari kemkem za soka kuhusu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ambazo zinakuwa zikiwania kwenye michuano League, yani Champions League, Ligue de Confederation ya CAF, ambapo timu pekee ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo TP Mazembe imekuwa kabisa kwenye nafasi ya kwanza katika timu 16 ambazo zimeshawekwa na shirikisho la mpira CAF barani Afrika. Imesema ya kwamba ni timu 16 ambao kabisa ziko qualifie ili kwenda kudiriki kwenye michuano ya phase de group, ambapo phase de group itakwenda kutolewa makundi hiyo tariki 6, yani hiyo kesho siku ya 5 ndipo kutatolewa group ambazo zitakwenda kuchuana vile vile katika michuano hiyo Ligue des Champions ya CAF barani Afrika. Katika timu hizo 16 ni kwamba timu ya TP Mazembe inakuwa nafasi ya kwanza ikiwa ni timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kuna kuja timu ya ASEC Mimosa ya huko Ivory Coast, vile vile Wydad ya Casablanca ya huko Morocco, vile vile Al Hilal ya huko Egypt, na vile vile Pyramid ya huko Egypt, Esperance ya Tunisia ya huko Tunisia, vile vile Etoile du Sahel ya huko Tunisia, vile vile Belouizdad ya huko Algeria, Young Africa ya huko Tanzania, vile vile Simba ya Tanzania, Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini, na vile vile Medeama ya huko Ghana na Petro Luanda huko Angola, vile vile timu ya Jengwen ya Galaxy ya huko Botswana, na vile vile FC Nouadhibou ya huko Mauritania, na vile vile Al Hilal ya huko Sudan. Ndio timu 16 hizo ambazo zitakwenda kuwania kwenye michuano hiyo, ndugu mtazamaji wa vipindi vya Viwanjani Leo. Timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasubiria kucheza mechi ya kirafiki na timu ya New Zealand huko Uhispania, huko Ulaya, na vile vile timu ya Angola katika mechi za kirafiki ambayo itakwenda kuchezeka hapa barani Afrika. Vile vile katika mechi hiyo
wachezaji wanakuwa wakiwa selectionné na mkufunzi mpya Sebastien Desabre, ni kwamba ni wachezaji 26 ambao wanakuwa kipangiliwa. Katika wachezaji hao 26 kuna kuwa wachezaji vile vile kama vile goalkeeper, kuna kuwa Lionel Mpasi, vile vile kuna kuwa Sadio Bagio, vile vile kuna kuwa goalkeeper anaitwa Dimitri Berthaud ambaye ni wa Montpellier, ni goalkeeper mpya ambaye atakwenda kuja katika timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia apate kukaza katika ngambo ya magolkeeper. Vile vile kwenye ataka, yani wale ambao wanafuatilia kwa mbele, ni kwamba kuna kwa Cedric Bakambu, kuna kwa Fiston Mayele, na vile vile kuna kwa Simo Banza na Ben Malango. Ni wachezaji mmoja wapo ambao wameitishwa katika wachezaji hao 26. Kuna kwa vile vile kwenye ngambo ya defensa kuna kwa mchezaji Chancel Mbemba wa huko Marseille, wa ambaye anacheza Marseille huko Faransa. Vile vile kuna kuwa Arthur Maswaku wa Besiktas, Gedeon Kalulu, vile vile kuna kuwa mchezaji Inonga Baka, kuna kuwa vile vile Roki Bushiri, kuna kuwa mchezaji vile vile Dila Bantubisika na mchezaji anaitwa Brian Bayeye. Ni wachezaji mmoja wapo ambao wanakuwa wakija kuongezea kikosi cha timu ya Leopard katika michuano hii ambayo atakwenda kucheza katika siku hizi. Mechi ambayo nasubiriwa tariki 13 mwezi wa 10 ni kwamba timu ya Leopard itakwenda kucheza na timu ya New Zealand, yani itachezeka huko Hispania, huko Ulaya. Vile vile na tariki 17 ya mwezi huu wa 10 ni kwamba timu ya Leopard itakwenda kucheza na timu ya Angola, mechi ya kirafiki. Na vile vile katika wa milieu de terrain kuna kwa mchezaji Samuel Mutusami, kuna kwa mchezaji Edo Kayembe, Aaron Bisak Chibola, kuna kwa Grandi Digana, na vile vile kuna kwa William Balikwisha, Theo Bongonda, Meshakelia, vile vile Gael Kakuta, na vile vile mchezaji Charles Piquel, mchezaji ambaye ameonekana katika mechi ambayo ilichezeka hapa juzi katika timu kati ya timu ya Leopard na timu ya Afrika Kusini katika mechi hizo za kirafiki. Na vile vile mchezaji ambaye anaitwa Silas Katompa Mvupa na Jackson Muleka wa Besiktas, ni wachezaji huko Uturuki, ni wachezaji mmoja wapo au 26 ambao wameitishwa na mkufunzi Sebastien Desabre. La kusubiri ni kujelekeza kuhusu habari zingine ambazo soka tumekuandalia, ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV. Ni kwamba kuhusu habari zingine za soka ambazo tumekuwa tukikuandalia ni kwamba kuhusu wachezaji wa Kongomani, ni kwamba mchezaji mkongomani ambaye anakuwa akiendelea kufanya vizuri sana, mchezaji anaitwa Silas Katompa, anakuwa akifanya vizuri sana katika michuano ambayo anachezeka huko Bundesliga huko Ujerumani. Utafahamu ya kwamba mchezaji huo anakuwa yuko kabisa vizuri sana katika hali ya kuonesha ubunifu sana mzuri sana kwenye timu yake ambayo anachezea huko Ujerumani, ndugu mtazamaji wa Mwana Weka ya TV. Vile vile tukiendelea na habari tu za soka ambazo tunakuwa tukikuletea hapa na pale, ndugu mtazamaji wa Mwana Weka ya TV, ni kwamba habari zingine ambazo zinakuwa zikiendelea kwenye mitandao za kijamii ni kwamba Coupe du Monde, yani kombe la dunia ambayo itakwenda kuchezeka mnamo mwaka wa 2030, Coupe du Monde 2030, mechi ambayo kufuatana na kiongozi wa shirikisho la mpira duniani nzima Gianni Infantino amesema ya kwamba itakwenda kuchezeka katika nchi ya Hispania, vile vile Morocco pamoja na huko Portugal, na vile vile ndio timu ambazo nchi ambazo zitakwenda kupokea michuano ya Coupe du Monde ambayo itachezeka mu 2030. Na vile vile ndio jinsi mechi inavyopangwa, ndugu mtazamaji wa TV yetu ya Mwana Weka ya TV. Tukiendelea na habari za soka kuhusu Ligue des Champions, yani Champions League ambayo inachezeka huko Europa, ni kwamba timu zinakuwa zikienda zikifanya vizuri sana kwenye magroup. Utafahamu kwamba kwenye group A timu ya Borussia yani Bayern Munich inakuwa na pointi 6, iko nafasi ya kwanza. Na vile vile ukiangalia kwenye grupe H ambapo kunapatikana timu ya FC Barcelona inakuwa na pointi 6 vile vile, ambayo inakuwa katika ngazi nafasi ya kwanza. Vile vile ukiangalia timu ya Paris Saint-Germain ambayo imepigwa vichapo vya bao 4-1 kabisa, bao 4-1, kichapo ilikuwa kabisa kikubwa sana timu ya Paris Saint-Germain kupigwa na timu ya Newcastle United bao 4-1, na Newcastle United ikakuwa ikishikilia nafasi ya kwanza vile vile ikiwa na pointi 4. Yani utaangalia kwamba isingelikuwa bao tu la mchezaji Hernandez wa Paris Saint-Germain kupiga bao hizo katika dakika hizo 30 na zaidi, ambapo ameingiza bao moja kabisa, ilikuwa kwanza ya kuleta tumaini kwa timu ya kuleta tumaini katika timu ya Paris Saint-Germain, ikakuwa inapigwa bao 4-1. Vile vile kwenye group A ni kwamba Atletico Madrid inakuwa nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 4, lakini cha huzuni sasa ni kwamba ukiangalia kwamba kwenye grupu ambayo inapatikana timu ya Real Madrid inakuwa iko nafasi ya kwanza kabisa, vile vile kwenye group C iko na pointi 6, na vile vile ukiangalia timu hii ya AS Milan ambayo maskini kwenye group F inakuwa nafasi ya 4, ambapo inakuwa nafasi ya 3, nafasi ya 4 ilikuwa ni Borussia
Dortmund. Ndio jinsi inavyoendelea kwenye michuano ya Champions League uko Ulaya, ndugu mtazamaji wa Mwana Weka TV. Vile vile habari zingine kuhusu zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mchezaji Osimhen, mchezaji wako Nigeria, ni kwamba katika habari zilizokuwa zikitembea hapa na pale ni kwamba mkuu wa mitandao ya kijamii ya klabu ya Napoli Alessio Fortino ameamua kuacha kazi baada ya Victor Osimhen kuziakiwa kutokana na video mbili zilizopostiwa na klabu hiyo katika mtandao wa TikTok. Vile vile mshambuliaji huyo alichekwa na kusemwa vibaya kwa kukosa penalti zidi ya Bologna kabla hajaitwa nazi, neno ambalo limechukuliwa kuwa ni la kiubaguzi. Ndio maana kiongozi akakwenda kuacha kazi kabisa. Baada ya video hizo kusambaa, wakala Osimhen alijibu na kusema kitendo hicho hakikubaliki na alistishia kuishtaki klabu hiyo ya Napoli, na baadaye klabu hiyo ilizifuta video hizo na ilijibu kusema kwamba video zile hazikuwa na nia mbaya. Vile vile kupitia mtandao wa Instagram, Florentino ametangaza uamuzi huo kuandika kwamba leo baada ya siku 805 safari yangu kikazi ya Napoli inafikia mwisho. Ndio hivyo habari zinakuwa zikiendelea hapa na pale. Utafahamu kwamba vile vile mchezaji huyo Osimhen, mchezaji wa Nigeria, amesema kwamba yeye anakuwa na maono kama vile vile mchezaji Sadio Mane ambaye anachezea huko Saudi Arabia, ni kwamba anapendelea katika nchi yake ya huko Nigeria kila maskini yote ule ambaye anakuwa na upungufu hawe msaada kupitia wale ambao wanakuwa wahitaji. Na kwa Instagram yake amesema kwamba ninahitaji wale wote ambao ni vilema, huenda kama hana mguu ataongezwa mguu kupitia pesa zangu ambazo nakuwa nikichezea kwenye ligi ambayo nakuwa nikichezea huku Ulaya. Nadhani ndio hivyo ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka TV. Nikushukuru kwa muda wako. Endelea kusambaza utakapoona kipindi hichi cha Mwana Weka TV, endelea kusambaza, usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwana Weka TV. Mimi ni Rafael Sekoroje, nyuma kamera ulikuwa na GBM.